kwamba Mungu katika kila jaribu ambalo mwanadamu analipitia, Mungu anakuwa tayari amefanya na mlango wa kutokea. Manake tukafundishwa kwamba hakuna jaribu ambalo linaweza likaja kwetu halafu tusijue ni mlango upi wa kutoka kwenye lile jaribu. Manake kila jaribu linalokuja ulilowahi kupitia, Mungu amesha kuandalia mlango wa kupitia. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Lakini pia kwa wale ambao walifuatilia katika kipindi cha usiku, Baba Askofu alifundisha pia kuhusiana na mambo 7 ambayo mtu anatakiwa kuyajua ili kutoka kwenye uchungu. Akatufundisha njia moja ya kwamba ni lazima ukubali kwamba tatizo lako liko wapi, ukubali hali ya hewa iliyopo, alafu baadaye uweze sasa kujua utafanyeje ili kuendelea kutoka kwenye hiyo hali. Haleluya. Lakini pia katika malengo yetu mojawapo ni kwamba leo tunazungumzia habari za uhuru wa kiuchumi, kwa sababu katika moja ya malengo yetu ilikuwa ni hilo la majaribu, lakini pia nyingine ilikuwa ni changamoto ya kiuchumi. Sasa kama tulivyoimba wimbo wa namba 92, ubeti ule wa pili ni ubeti ambao unafunua mambo fulani fulani, kwa maana mwandishi anasema nataka nimjue sana Yesu. Hiyo isiwe shauku ya mwandishi huyu aliyeandika miaka mingi iliyopita, iwe ni shauku yako pia. Na katika moja wa beti yake akasema kwamba nataka nimuone Yesu na nizidi kusikia anenapo kitabuni hujidhihirisha kwangu. Kumbe Mungu ana kawaida ya kujidhihirisha katika neno lake. Unataka kumuona Mungu utamuona pale ambapo utakapoanza kulisoma neno lake, si kama barua, si kama vitabu vingine, bali utakapoanza kusoma neno lake na kuona hili ni neno la Mungu, huyu ni Mungu anazungumza, huyu ni Mungu anasema. Utakapoliona neno la Mungu kuwa ni Mungu mwenyewe, hapo ndipo kila kitu utakapokuwa na kisoma mle utakichukulia serious, utakichukulia ndio ufunguo wa kukuchomoa kutoka kwenye hali ambayo unaiona ni ngumu, kukupeleka katika hali nyingine ya ustawi ambayo Mungu anataka. Na leo tunataka tuangalie katika kuwa huru ama kustawi kiuchumi, kustawi katika maisha yetu ya kila siku, kwa sababu uchumi ni wa muhimu katika kumtumikia Mungu wetu. Tunahitaji uchumi tuweke AC, tunahitaji uchumi tuwe na vyombo vizuri, tunahitaji uchumi tuandae makongamano, tunahitaji uchumi tuchapishe vipeperushi vya uinjilisti, tunahitaji uchumi ili tuweze kuruka live, watu watufikie, hata wale ambao wamebanwa na mabosi wao hawataki kutoka ndani ya nyumba. Tunahitaji uchumi tulipie mabando, tufuatilie vipindi vinavyorushwa. Tunahitaji uchumi kwa kila kitu, hata kusafiri hapa tunahitaji uchumi. Kwa hiyo hakuna namna yoyote ile ambayo tunaweza tukasema kwamba tumeokoka alafu uchumi wetu ustambulisha wokovu wetu. Mungu alipomuita Ibrahimu alimwambia atoke aende akamfanye kuwa baba wa mataifa, akawe baraka, akamfanye kuwa kichwa. Alimwahidi, moja ya ahadi zilizokuwa pamoja na Ibrahimu ni ahadi za kuinuliwa kiuchumi. Kwa hiyo hakuna namna yoyote ile ambayo tunaweza tukasema kwamba hili jambo si la muhimu. Jambo hili ni la muhimu. Na sasa tunataka tujifunze namna gani tunaweza tukatoka level moja ya kiuchumi kwenda level ya nyingine ya kiuchumi. Hata kama umechelewa, haijalishi ukujua, lakini kama leo ukajua, yamkini ulishawahi kuambiwa na nina uhakika ulishawahi kuambiwa, lakini kama ulisikia tu na haukuingia katika matendo, hakuna chochote kile ambacho kinaweza kikabadilika kwenye mambo haya, hata kama tutasema kwa muda wa masaa mangapi. Ninachomaanisha ni kwamba kile ambacho tutakachojifunza hapa, wewe ukakifanyie kazi.
bila kazi kwa kweli hamna kitu. Imani bila matendo imekufa. Hakuna kitu kabisa. Bila matendo hamna kitu. Utakachokisikia hapa kama uendi kutendea kazi ni sawa sawa na mtu ambaye hajawahi kusikia. Kuna tofauti na mtu ambaye hajaingia humu kama utatendea kazi. Kwa hiyo usamini muda wako na kile utakachokisikia ukakitendee kazi. Katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 9 mstari wa 6, neno la Mungu linasema, lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Tunaanza kupewa hapa. Tunaanza kupewa. Wewe unataka kupokea kitu. Unataka kupata kitu. Unataka kuwa na nyumba nzuri. Unataka kuwa na uhuru wa kiuchumi. Unataka kuwa na biashara nzuri, kampuni nzuri, afya nzuri. Unataka maisha mazuri, chombo cha usafiri kizuri. Biblia inasema, lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba. Maana yake kila mmoja anavuna kulingana na alivyopanda. Na ndiyo maana usiwaangalie watu wanaokuambia mbona wewe unatoa sana, mbona wewe unajishughulisha sana. Apandaye haba atavuna haba. Apandaye kwa ukarimu, anayepanda kwa wingi, kwa moyo, atavuna sawa sawa na alivyopanda. Haleluya. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima. Unapokuwa unapanda kitu, upande kwa moyo wako. Utoe kwa moyo wako, si kwa huzuni, si kwa kulazimishwa, si kwa kutaka watu fulani wakuone. Unapoamua kupanda, haijalishi wamekuangalia, wamekupiga picha, hawajakupiga picha, umeshapanda na utavuna. Bwana atakupa mavuno. Kwa hiyo usipande kwa sababu fulani, kwa sababu ya mashinikizo fulani. Lakini anasema, na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema, kama ilivyoandikwa, ametapanya, amewapa maskini, haki yake yakaa milele. Ametapanya, amewapa maskini. Ametapanya, ukimwangalia anaonekana ni mtu ambaye anagawagawa vitu. Anatapanya, anampa huyu, anampa huyu. Ametapanya sana, amewapa maskini, lakini Biblia inasema haki yake itasimama milele. Haki yake itasimama milele. Unapandaje? Unapanda kwa kuwapa watu. Unapopanda kwa kuwapa watu, ndivyo unavyopata. Anasema kwa kadiri unavyopanda kwa wingi, ndivyo utakavyovuna. Tunajua inayopandwa ni mbegu. Mtu anaweza akasema, mimi nitatoa wapi hela ya kupanda, sina mshahara, mimi ni mtoto nipo nyumbani, mimi ni mwanafunzi, nitapata wapi hela ya kupanda? Kazi ya mbegu si kazi yako wewe. Mbegu ni Mungu anakupa. Mungu anakupa mbegu ya kupanda. Na Mungu akikupa mbegu ya kupanda, upande kweli kweli. Walio wengi Mungu anawapa mbegu, wanakula mbegu. Wanakula zile mbegu, hawapandi hata kidogo. Matokeo yake hawatakaa kuvuna. Wengine watakuwa wanavuna, lakini yeye hatavuna. Walipewa mbegu kwa wakati mmoja, yeye akala vyote, hakupanda hata kidogo. Hata kama unaingia kanisani, mtu anaingia kanisani kila siku, kila wiki, lakini Mungu anapoachilia mbegu, hata kama ni 1,000, mwingine anaenda kuipanda, wewe unakula vyote na mbegu. Uwe na uhakika
siku zinavyokuja hamwezi mkalingana naye. Ndiyo mnaingia wote kanisani, ndiyo mnahudhuria wote mafundisho, lakini hakuna kulingana, hakuna kufanana. Mwingine alipanda, mwingine alikula mbegu. Kwa hiyo yule aliyepanda mbegu, wakati wa kuvuna ukifika atavuna. Wewe ambaye hajapanda hata kuwa na wakati wa kuvuna, maana hakupanda. Unavuna, nani alikupandia? Kwa hiyo wote tuliomo hapa, Mungu anapolifunua neno lake si kwa ajili ya likutie moyo, si kwa ajili likufurahishe, si kwamba ujisikie vizuri. Anakualika katika matendo, ukatende kile ambacho umekisikia. Anasema hivi, mstari wa 10, na yeye apandaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Hapa anasema hivi, na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda. Sisi ni wapandaji. Mbegu ya kwenda kupanda hatuipati sisi, ila Mungu ndiye anayetupatia mbegu ya kwenda kupanda. Mungu anakupatia mbegu. Anaweza akakupatia mbegu kama maarifa, anaweza akakupatia mbegu kama ujuzi, akakupatia mbegu kama uongozi ili ukauzidishe, akakupatia mbegu kama fedha ili uizidishe. Anakupatia mbegu, alafu anategemea ukapande. Na utakapopanda, unaambiwa upande kwa moyo, si kwa sababu mimi nimekuona umepata mbegu unataka nianze kukushurutisha toa. Si hivyo. Upande kwa moyo, si kwa kulazimishwa. Ndipo Mungu atakapoweza. Anasema hivi, na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha. Mungu anasema atatupa mbegu za kupanda na kuzizidisha. Yeye anazizidisha mbegu tulizopanda, anazizidisha mbegu tulizopanda. Haleluya! Kwa hiyo kila anayepanda anazidishiwa. Sasa unapandaje? Unapandaje? Katika kitabu kile cha Luka sura ile ya 6 na mstari ule wa 38. Luka sura ya 6 mstari wa 38. Neno la Mungu linasema, wapeni watu vitu, nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Anasema wapeni watu vitu. Huyu ni Yesu mwenyewe anazungumza kwa habari ya mtu ambaye anatamani kuwa na uchumi mzuri, anatamani kuwa na utoshelevu wa amani, anatamani kuwa na utoshelevu wa vitu. Kama ilivyo kawaida kwenye maisha ya mwanadamu, anasumbukia mambo matatu: chakula, mavazi na kunywa. Kwa hiyo kila mmoja unayemwona anahangaika, anataka kuvaa vizuri, anapambana, kijana anapambana, mama anapambana, anataka kulisha familia yake vizuri, anataka familia wale vizuri, wanywe angalau chai ya maziwa. Anapambana wapate angalau vyakula ambavyo mioyo yao inapenda.
Sasa mtu kama huyu anayetaka kuwa na utoshelevu wa vitu hivi muhimu, Mungu anatuambia hivi kupitia mwanaye Yesu Kristo. Anasema wapeni watu vitu, wapeni watu vitu. Anasema wapeni watu vitu. Kwa nini tuwape? Kwa nini tuwape? Kumbe sisi tulivyotengenezwa na Mungu, tumetengenezwa katika utengenezaji wake. Kuna kawaida ya sisi kuwapa watu vitu. Kuwapa watu ni vitu, iwe ni kawaida yako wewe. Isikilize sauti hii ya Mungu. Neno la Mungu linasema unataka kupata vitu, unataka kuwa mtu mwenye vitu, hutaki kuwa maskini. Maana si kawaida ya Mungu kuwa maskini watu wake. Anataka watu wake wawe na vitu. Mungu sio maskini. Akizaa watu pia anazaa wanaofanana na yeye. Ila kinacholeta changamoto ni kwa sababu watoto hawa hawataki kusikia. Kwa sababu watoto hawa wana mapendekezo yao. Wamezaliwa 2000, wamezaliwa miaka ya 80, wanajifanya wanajua mambo mengi kuliko Mungu. Mungu aliye wa milele, aliye wa enzi na enzi. Wewe mtu uliyezaliwa miaka ya hivi karibuni, nikizungumza hivi karibuni, hata kama ulingezaliwa miaka ya 500, hiyo ni miaka ya karibuni kwa Mungu. Hao waliozaliwa miaka ya 500 hawapo sasa. Sasa hivi tupo sisi, mimi na wewe tupo. Unayesikiliza sauti ya hii sasa hivi, Mungu amekupa neema ya kusikia haya maneno. Unataka maisha yako yasiwe maisha ya kuombaomba, ya umaskini na upungufu. Mungu anasema wapeni watu vitu. Hizo ndizo funguo. Unataka siri gani? Unadhani fedha zinashuka tu? Unaamka tu asubuhi kuna maburungutu ya hela? Unadhani zinashuka tu hivyo? Zinashuka tu ghafla tu umekuwa bilionea ghafla tu? Hapana. Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Anasema wapeni watu vitu. Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na cha kushindiliwa, ili kile kitu unachotamani kije, ili kile kiwanja unachotaka ukipate, ili nyumba ile unayotaka uipate, ile akili unayotamani uipate, biashara unayotamani uipate. Mungu anasema wape watu vitu. Wape watu vitu. Ukiwapa watu, unawapaje vitu? Unawapaje vitu? Mfano wa kwanza, Yesu Kristo alikuja kwa sababu alitolewa. Baba alitupa. Baba alimtoa tena mwanae wa pekee akamtoa. Sisi tunaambiwa wapeni watu vitu. Unafanyeje? Hakuna mtu ambaye hana cha kutoa. Hakuna mtu ambaye hana cha kutoa. Sasa hivi una vitu vingi hapo vya kutoa. Una saa za gharama, una viatu vya gharama, una manguo ya gharama. Unakutana na watu wapo uchi kila mara huko, watu hawana nguo huko. Unawacheka badala ya kuwapa. Unawasema badala ya kuwapa. Toa hata viatu vyako. Siku moja mimi niliingia kwenye ibada, sikuwa na kitu cha kutoa, nilikuwa nimevaa ndala tu. Lakini sadaka zilipokuja, ikabidi nitoe vile viatu vyangu. Nilivitoa. Nilivitoa pale mbele, nilivitoa. Siku nyingine tena nikabanwa mahali, sina sadaka, moyo unataka kutoa, sina. Nilikuwa nina kasa kazuri, nilikanunua 6000 tu, nzuri ya kwangu hiyo. 6000 tu nilinunua. Ikabidi niifungue, niitoe.
Ili Mungu atupe vitu, tunatakiwa kutoa vitu. Hakuna maskini hapa, hayupo. Maskini hamna. Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa vitu. Kuna maskini wangapi humo mitaani kwetu wanaokota makopo? Hujaiona hiyo ni fursa ya kubarikiwa? Unawacheka. Wape vitu, wasaidie, wape vitu. Unapowapa vitu, Mungu ndipo anapokupa na wewe vitu. Tena anasema kwa kipimo cha kushindiliwa na kujazwa. Kwa hiyo mambo mengine ni protocol, mengine sio hata maombi, mengine ni utii. Mtu anaweza kaomba, anapokea mzigo kabisa. Wewe toa hii kanga, toa hili gauno, toa hii saa, toa hivi viatu. Anang'ang'ana kuomba tu, toa. Mpe huyo hicho kitu, mpe huyo, unakishikilia tu, mpe. Utakapompa ndipo na wewe kuna mahitaji yako. Si lazima utoe jasho lako ili uvipate vile vitu. Si lazima wewe utoe jasho ili upate kile kiwanja. Si lazima upate jasho ili ujenge nyumba yako. Si lazima uhangaike sana ndipo upate hitaji lako. Utakapotimiza sheria ya Mungu ya kuwapa watu vitu kuanzia shilingi 500 ulionayo, Mungu atakufanyia wepesi. Anasema atawapa na ninyi vitu vifuani mwenu vilivyoshindiliwa na kusukwasukwa. Ndipo watu wanapoweza kusema, mama, nimekuona, Mungu amesema nikupe hiki kiwanja, nakupa hiki kiwanja. Nipe 200,000, nakupa hiki kiwanja, ninawiwa kukupa. Hayajiaji tu, utowagi. Lazima uwape watu vitu. Haleluya. Ninatamani sana tuelewe. Kwa hiyo kanuni ya kwanza tumekuwa tukifundishwa hapa kila siku, kila wakati, zaka. Kwenye kuwapa watu vitu, unapotoa zaka, unapokuwa mwaminifu wa zaka. Zaka si kwa ajili ya kanisa. Zaka si kwa ajili ya kumpa mchungaji. Zaka ni kwa ajili yako mwenyewe, si kwa ajili ya mtu mwingine. Acha kuwa unazitoa uone, acha. Zaka si kwa ajili ya mwenzio, sijui ya rafiki yako nani, eti ngoja nipeleke hii zaka angalau kanisa wapate. Si kwa ajili, ni angalau wewe upate kung'ang'aa kidogo. Si kwa ajili ya watu fulani, viongozi wa furahi. Unajidanganya, ni kwa ajili ya wewe ufurahi. Toa zaka. Mimi nikipata hata kuanzia 500, nikapata sasa hivi hapa 500, natafuta change yangu, napata 50 pale, naweka kwenye bahasha. Jumapili kama ikifika sijapata zingine, ninatoa 50. Hiyo ndio zaka ambayo Mungu amenipa, na kwa sababu nimekuwa mwaminifu, neno lake linasema atanipa hata vingi, nitamtolea zaka. Hivi mimi siamini kama kuna mtu humu wiki nzima inapita kwa kweli hajapata hata 500. Hata 500 hujapata. Hakuna, siamini. Watu mnapata fedha. Naongea hapa kwa ajili ya manufaa ya maisha yako, sio mimi. Sio mchungaji, sio askofu, watu wa Mungu, kwa ajili yako. Umefanya kazi, umepata 500. Wiki hiyo Mungu amekufanikisha 500. Tafuta chenji, weka 50 yake, piga magoti, mshukuru, mwambie Mungu, wiki hii ninakushukuru umenipa hii 50. Na kama ulivyosema kwamba wewe utamkemea alaye, hata usiposema hayo maneno, yeye anajua ni kitu gani kinachoambatana na mtoaji wa zaka. Atakupa. Umepata 1000, hivyo hivyo.
umepata 10,000 hivyo hivyo. Zaka ni muhimu kwenye maisha yako. Kwa hiyo ninaamini hakuna mtu ambaye atasema mimi sina zaka. Umefanya kazi kabisa, umekosa 500, haya acha. Huna. Umekosa 1,000, acha. Lakini kijichanganya hela kuingia, ambayo unajua kabisa hapa nikigawanya zaka 10% inatoka, leta madhabahuni hapa zaka. Hivyo ndivyo kufunguliwa kwa uchumi wako, mtu wa Mungu. Mtu anaweza akawa naomba hadi anapiga sarakasi, lakini kama Mungu anavyoelekeza haufanyi, hamna maajabu. Utangangania, mtu anaweza akangangania zile za kupokea. Pokea hiki, ni zuri lile neno. Pokea, ni unapokea kwa imani. Lakini ukitoka hapa kikija kitu 10,000 imeingia, hakikisha zaka unatoa. Hakikisha zaka inatoa, mwana wa Mungu. Hakikisha unatoa. Jambo jingine, mimi ninaongea hapa na mabilionea. Sina wasiwasi na wewe. Ninaongea na watu ambao kanisa hili baadaye wakisema tuna ujenzi wa kanisa milioni 300, ajitokeze tu mama mmoja aseme nitalisimamia jambo hilo. Mmoja tu, kwa sababu amebarikiwa sana na Mungu. Hebu angalia nje pale. Ukiangalia baharini pale, ukiangalia madini, huyo baba ndiye baba yako aliyoyafanya hayo yote. Tunamangusha sisi kwa sababu ya masikio kuwa magumu, hawataki kutekeleza. Halafu maisha yanatupiga, tunalia. Halafu hatutaki kutekeleza. Usiogope watu kwamba nikitoa hii 500, shemasi fulani hivi atakapoangalia ni akutane na 50, watanicholaje mimi? Wataniangaliaje watakapokutana na 50? Achana nao, wao watakavyochola hivyo, lakini we umeshatoa. Unaenda, hiyo nayo itakuwa ni mapungufu yao. Lakini wewe mtolee Mungu kwa uaminifu kile kitu ambacho Mungu anakupa. Jambo jingine, weka budget kwa ajili ya wahitaji. Weka budget kwa ajili ya wahitaji kwenye kila kitu unachopata. Kila kitu unachopata. Kama utaweka budget ya wahitaji ni 5%, mimi nimeshaweka 10%. Hela yoyote ikijichanganya kuingia kwangu lazima niwape wahitaji. Nikishapata wajue wameshapata na wao 10%. Haleluya. Weka budget kwa ajili ya wahitaji, sio za kula wewe tu. Wasaidie wengine, wawekee budget. Hata unapomwambia Mungu, naomba ufungue uchumi wangu, fungua uchumi wangu. Mungu anajua atakapofungua kuna wahitaji fulani watapata. Anajua kabisa nitakapompa huyu kijana kuna watu watapata hawa. Anakupa. Kwa hiyo kwenye uchumi wako hakikisha unatenga budget kwa ajili ya watu maskini na wahitaji. Si vitu vingi vya kutoa. Hata kama ni 1,000 umeikusanya kwa mwezi mzima, 100% za wahitaji zimefika 1,000. Nunua hata sabuni ya unga tu mpelekee ya 700 ya 800 ile. Peleka. Usiseme una kitu. Nunua hata kitu cha 500, peleka. Usiseme huna kitu cha kutoa. Hakuna mtu ambaye hana kitu cha kutoa. Ni ugumu tu wa mioyo ya watu. Haleluya. Kwa hiyo kama kuna maombi ambayo tunatakiwa tuyaombe sasa hivi, tutaomba kwanza, tutamwomba Mungu msamaha. Tutamwomba Mungu msamaha. Ametupa pesa nyingi, mali nyingi, tumetapanya sana, tumekula wenyewe, hakuna alama yoyote. Waangalia kina Dorcas kwenye Biblia. Walikuwa wanawashonea watu, wanawapa nguo. Hata walipokufa walikumbukwa kwa sababu ya utoaji wao. Haleluya. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nataka kufanikiwa kiuchumi. Sasa fanya hayo mambo. Wape watu vitu. Toa zaka.
weka budget kwa ajili ya kuwapa watu vitu. Haya, sawa. Hapa kanisani kuna watu mbalimbali, kuna baba yetu askofu pale, kuna watumishi wa Mungu hapo hapa. Wapeni vitu, wapeni vitu, wapeni vitu. Mungu amewawekea kama vile visima ambavyo mnaweza mkajichotea baraka zenu. Yaani ukidondosha, haujadondosha bure. Mungu lazima ashughulike na wewe, lazima ashughulike na wewe. Tuliwahi kujifunza akaunti 3 ambazo tunaweza tukawekeza. Tukasema miradi ya kanisa, maskini na watumishi wa Mungu. Hata kama isiwe hapa, popote pale ukimwona mtumishi wa Mungu anahangaika, msaidie, mpe vitu akahubiri injili huko. Hata kama unaona kuna tabia fulani anazo sio nzuri, achana nazo wewe hizo. Wewe chota baraka zako, nenda, atajuana na Mungu wake. Kwa hiyo kila kitu unachokiona hapa duniani ni fursa. Usiwe unacheka tu, ni fursa. Muulize Mungu, nifanye nini hapa? Nitende nini hapa? Afa atakuonyesha cha kutenda. Haleluya. Kwa hiyo tunataka tuingie katika maombi. Tunapoingia katika maombi, tutamwomba Mungu kwanza msamaha, kwa sababu Mungu ametupa vitu vingi sana, halafu hatufanyi, hatutekelezi, na wakati mwingine inakuwa kama tunapiga kelele tu, kwa sababu ametupa maelekezo mengi ya kutosha, halafu hakuna anayeitikia kuweka katika matekelezo. Kwa hiyo tutamwomba Mungu msamaha kwa ajili ya yale ambayo ametupa na hatukujua, lakini tumshukuru Mungu pia kwa neno lake, na umwambie Mungu neema ile ya utoaji iwe kwako, uwe mtendaji wa neno. Biblia inasema iweni watendaji wa neno, si wasikilizaji tu, watendaji. Amebarikiwa mtu yule anayelitendea kazi neno, sio anayelisikia, anayetenda. Haleluya. Tuingie katika malango ya kuomba. Tunaanza na msamaha, tuombe msamaha. Halafu pia weke tiki moyoni mwako kwamba mimi nikipata kitu lazima nitoe. Hakuna fedha ambayo inaingia bila kutoa chochote, hakuna hiyo. Halafu ndipo hapo tutakapoiamuru milango ya baraka na milango ya kufanikiwa iwe juu yetu. Ndipo hapo Mungu ataanza kuachilia maarifa ndani yetu. Fanye hivi, we fungua genge, we anza biashara. Atakupa akili za namna ya kukusanya utajiri katika uso wa nchi, na umtumikie Mungu kwa mali zako zote, andiko hilo lipate kutimia kwako. Simama tuombe. Tamwomba Mungu msamaha. Ukiweza kupiga magoti, unapiga magoti. Mungu yuko hapa. Unyenyekeshe moyo wako kwa Mungu kwa kumwambia Mungu akusamehe kwa sababu ya utapanyaji mbaya wa fedha na vitu alivyokupatia wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa maana wewe ni mwaminifu sana, mtakatifu mno. Kwa maana hakuna kitu kingine ambacho Mungu umekiachilia katika nchi ambacho Bwana kitaonyesha hekima yako kama kanisa. Kanisa lako ndimo pekee kuna watoto wako ambao Mungu unategemea kabisa kwamba watauonyesha ulimwengu ya kuwa wewe Mungu unatenda kazi ndani yao. Mataifa watauona mkono wako Mungu kupitia watakatifu wako, kupitia binti zako waliokupa maisha yao. Mungu mwenye enzi na mtakatifu, umeachilia vitu vingi ndani ya maisha yetu kupitia mikono yetu, lakini hatukutoa. Tulijua ni vya kwetu peke yetu. Mungu, tunaomba msamaha mbele zako. Mungu, tunaomba rehema na toba mbele zako, kwamba tukisema Bwana uturehemu, Bwana utusamehe, Bwana utusamehe tena na tena, ili kusudi Bwana pale ambapo tulijisahau hatukufanya, tuinuke tena na
ulitende katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Zipo fursa nyingi ambazo Mungu ulitupa, yapo mambo mengi ambayo Mungu ulitupa, zipo pesa nyingi ambazo Baba ulitupa, lakini tulikula wenyewe, tulitafuna wenyewe, wala hatukuwaza kwa habari ya wengine. Na sasa Mungu tunaomba rehema, maana umesema Mungu wewe ni mwaminifu na wa kweli. Tukija mbele zako tukiziungama dhambi zetu, wewe ni mwaminifu na wa kweli, utatusamehe kabisa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Maana kwa kufanya hivyo tulizuia malango ya baraka, tulizuia malango ya kubarikiwa, tukawa wabahiri. Mungu mwenye enzi, Mungu mwenye rehema, tunaomba rehema, tunaomba Bwana utusamehe katika jina la Yesu Kristo. Wala umaskini usidondoke kwetu kwa sababu ya kutokutii neno lako, wala familia zetu zisije kuwa maskini kwa sababu ulitupa mbegu tukaacha kuipanda. Mungu rehema zako zitufunike, rehema zako zitujalie. Mungu rehema zako zitujalie. Angalia maisha ya mama huyu, angalia maisha ya kijana huyu Bwana wa majeshi, ni kwa sababu ya kura mbegu. Bwana naomba rehema sasa, anaomba msamaha kwako sasa. Tunaamini Mungu umetusamehe makosa yetu, umetusamehe maovu yetu Bwana. Na sasa Bwana wa majeshi, kupitia Roho wako Mtakatifu atuongoze tena kuwapa watu vitu. Tupe macho ya kuona wahitaji, tupe macho ya kuona watu wanaohitaji msaada, ili watu wale wakuone wewe kupitia sisi katika jina la Yesu Kristo. Kama ulivyomwambia Ibrahim amtoe mwanae Isaka, ulitaka kuona moyo wa Ibrahim, na ndivyo hivyo Bwana unataka kuona tukiwa watendaji wa neno lako. Tunapopata ile mishahara yetu, tunapopata zile kazi zetu, tukawe waaminifu Jehova. Rika pasete rika sonda meria koza rika toregebe shataya meria kosanteria kasantorobo rimo sakreke shenteria maro sante rako beria kotorika taya teria meria rose keteria mandorobo sakataya. Ninajitenga mbali na kila roho, tunajitenga mbali na kila roho za ubahili zinazotoka kwenye koo zetu, zilizotoka kwenye kawaida ya familia. Tunajitenga mbali na roho za ubahili, roho za unyimifu katika jina la Yesu Kristo. Rika pasete rika saya manderia kateria tosa kaperia. Tukataa mwana wa Mungu, kataa kurisi roho zingine, kataa kufata kawaida ya ukoo, kawaida ya mambo ya asili ya kuwa wabahili. Kataa roho ya ubahili. Wewe umeitwa na Mungu kuwa mtoaji, kataa kuwa na roho ya ubahili, kataa kuwa mnyimifu. Umeitwa na Mungu kuwa mtoaji. Ripa sateria, tunazikataa hizo roho, tunajitenga nazo mbali kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwamba mimi nitawapa watu vitu, nitawapa watu vitu, nitawapa watu vitu, nitawapa wazee na vijana vitu, nitawapa wahitaji vitu katika jina la Yesu. Najitenga mbali na roho za unyimifu, roho za umaskini, roho za ubahili. Tunajitenga mbali. Mimi si bahili, mimi ni mtoaji, mimi si mkia, mimi ni kichwa. Najitenga mbali. Kama ilivyo kawaida, wao walio vichwa ni watoaji, na mimi ninasimama kwenye utambulisho wa kwangu, ninasimama kwenye identity ya kwangu, kwamba nawapa watu vitu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, fungua macho. Mbie Mungu afungue macho ya kuona mahali pa kupanda mbegu. Ripa paseteria kasantere rimama kasheketeria kasaya manderebe sakataraba beseke. Baba, achilia macho, achilia macho ya kuona mahali pa kupanda mbegu, achilia macho ya kuona mahali pa kupanda mbegu. Mkono wangu we mwepesi kuwasaidia maskini, kuwasaidia wajane. Mkono wangu we mwepesi
ofisi, kuwasaidia wahitaji, kuwavalika nguo walio na mahitaji yao. Rika pasenteria pakashe meria kosenteria kasantara rimoko seketeria kata riko kosekeria kantaramu meria kasanteria kashando rimota krika pasorika paya meria kotoria kaseterebo. Mungu anaachilia macho yako kuona watu wa kuwasaidia, anaachilia macho, anaachilia kiu ndani yako ya kuwapa watu vitu, kama baba yetu Ibrahimu alivyotoa vitu, alivyowapa watu vitu, akawapa watoto wakajihifadhi katika hema zake. Ndivyo hivyo nawe wape watu vitu. Rika pasenteria kandu. Omba mtu wa Mungu, endelea kuomba, endelea kutangaza ya kwamba wewe ni mtoaji, wewe si maskini, una kitu cha kuwapa watu. Ripo sakaterika rebo shaka papa bebere sahaya rimono sakaperika pashente rimo mosaka paekorebe sata yako sikeria pakashete rimo mosakateria pakosheteria rimo kotoperia paseteria rimo moshakataria kata riko kosheterika pazete. Omba kwa ajili ya malango sasa. Baba yupo tayari, nyosha mkono wako. Baba yuko tayari kukupatia mbegu tena. Haijalishi ulikula zile mbegu za kwanza, lakini Baba leo anakupa mbegu nyingine tena ili upate kupanda. Nyosha mkono wako upokee mbegu za kupanda tena katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru kwa rehema zako na nguvu zako, maana huu ni wakati tena Bwana wa kupokea mbegu za kupanda. Maana tumelisikia neno lako kwamba sisi tuwape watu vitu, na sasa tunapokea mbegu, maana wewe ndiye utupae mbegu za kupata kupanda. Na sasa binti zako na vijana wako wanapokea mbegu za kupanda. Achilia mbegu za kupanda, achilia mbegu, wakapande tena, wakapande tena, wakapande tena, wakapande tena, wakapande tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Napokea mbegu hizo, pokea mbegu hizo ambazo Mungu amekupa. Mungu atakupa mawazo, Mungu atakupa mbegu, atakupa akili. Rika paseteria kapashande beria koseteria kata. Panda hiyo mbegu. Ripo sekedi ya basota rika pakasheteria pasere. Ninatamka na kutangaza kwa jina la Yesu, kila roho ninavunja na kuharibu. Ninasimama kinyume na roho zingine ambazo zimesimama kinyume na mapato ya mtu mmoja hapa, nikivunja nikivunja uchawi, nikivunja ushirikina, nikiyavunja majeshi ya pepo wabaya yaliyojipanga kuzuia uchumi wako. Ninatamka katika jina la Yesu Kristo, ninaamuru kila mamlaka za roho chafu zilizomshika mtu mahali hapa, zilizoshika mikono ya kazi, zilizoshika mikono ya biashara, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu. Ninaziamuru falme na mamlaka zilizoiba mikono ya watu, ninatamka mikono kuachiliwa, mikono kuachiliwa, mikono ya biashara, mikono ya kazi, achiliwa kwa jina la Yesu. Ninatamka kuachiliwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mikono iliyoibiwa ninaiita kwa jina la Yesu. Mikono iliyoibiwa, mikono ya uwekezaji, mikono ya utoaji, ninairudisha kwa jina la Yesu. Ninarudisha mikono ya watu ya kazi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaamuru kila roho chafu zilizo hapa na kutamka kwamba watazuia maisha yako ya kiuchumi, ninaziamuru zivunjike vipande vipande. Ninatamka hata wewe unayesikiliza mahala popote pale, ninaiamuru roho inayotia ushawishi wa kukuzuia kutoa, ninaiamuru ivunjike vipande vipande. Rebobo shakatarabo sakataya ribobo sakateke shita. Sante Roho Mtakatifu. Ribobo sakaparia sote sheria rababo sheketiria rosetepo. Wewe Mungu upo hapa Bwana, tunakubali ukuu wako,
ripo sakashtiria zul. Tunakubali ukuu wako Mungu na rehema zako, kwa maana imekuwa hivyo Bwana. Ripa pakasete riposh yeria papasete rikapadini. Haleluya, haleluya. Sante Bwana. Mungu anaonekana kwa watu kupitia watu wake. Ukimpa muhitaji chakula, akipiga magoti yake atasema, Baba, ninakushukuru kwa maana leo umenipa chakula. Kwa hiyo Mungu wetu anashukuriwa kwa sababu sisi tumetii neno. Kamtukuze Mungu katika siku zako zote. Sasa tushike sadaka zetu. Ni muda mzuri wa kumtolea Mungu sadaka. Na mimi nitaomba kwa ajili ya hiyo sadaka. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ndiye Mungu ambaye umewapa watu mbegu za kuweza kupanda. Na hata sasa Mungu wanapanda madhabahuni pako, wakiweka sadaka zao kama mbegu. Baba, mbegu hizo zikazidishwe na kuongezwa na kuzidishwa zaidi. Hakutakuwa na uhitaji kwenye maisha yao wala kupungukiwa, bali kupitia maisha yao Mungu wewe utaonekana. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Nimekombolewa na Yesu, aliyenirehemia, kwa bei ya mauti yake nimekuwa mtoto wake. Kombolewa, kombolewa, na kombolewa na damu ya Yesu. Kombolewa, mimi mwana wake kweli. Haleluya. Katika wimbo huu pia kuna ujumbe, wewe mwana wake kweli. Mungu anawaagiza wanawake, watoto wake, kuwapa watu vitu. Basi tusimame. Baba mwenye enzi, mfalme wa utukufu, tunakushukuru kwa ajili ya nafasi hii uliyotupa nzuri, njema, ya kupendeza machoni pako, na vivyo hivyo pia imependeza katika machoni petu na maishani mwetu. Sasa Bwana, tunakushukuru kwa uwepo wako na maarifa yako. Na sasa Mungu, watoto wako waliosimama mbele zako, wewe uliye mwaminifu wa kweli, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, uwape wao roho ya hekima na ya ufunuo katika kukujua wewe. Macho ya mioyo yao yatiwe nuru, wajue tumaini la mwito wako uliowaitia. Ni katika jina la Yesu, amen. Amina.